mseto, darasa mseto, darasa mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa mseto, darasa mseto, kipindi chenye maarifa, mustakabali wenye matumaini. Darasa mseto ni mwanga, darasa mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa mseto ni kipindi bora cha TV. Barabara kabisa, mtazamaji wa Channel 10, na kualika ungane nami katika kipindi cha Darasa Mseto. Ni kipindi chenye upembuzi yakinifu, na leo tunajadili swala zima la miaka 64 ya uhuru wa Tanzania. Na hapa studio nina wageni. Niko na Bi Advelin Minja, yeye ni mtafiti wa masuala ya kijamii na kisiasa. Pamoja naye yuko Dr. Bravius Kahioza, yeye ni mchumi. Tutajadili kwa kina kuhusiana na miaka 64 ya uhuru wa Tanzania. Mimi ni Esther Amandos Zelamula. Karibu uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kwa kuanza kipindi chetu, hebu naomba wafahamishe wa Tanzania ni mafanikio gani ambayo yamepatikana ndani ya miaka 64 ya uhuru. Asante sana, ni fahari yangu kuwa nanyi Esther, lakini pia Advelin. Kwa kweli mafanikio ya miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, lakini Tanzania sasa kwetu sasa ni makubwa mno. Na labda niweze kuainisha machache. Eneo la kwanza la kupima mafanikio yote ya dola kama nchi, wanaita nation state, yanapimwa kwa uendelevu wa uwepo wake wa taifa hilo. Na sehemu kubwa ni kwamba watu wake wanakuwa na nafasi ya kujadili na kuendelea kuzungumza na kutafakari kwamba taifa lao leo kesho litakuwaje. Na kitaaluma ni nadharia ambayo ilizaliwa mwaka 1882 na mwanafalsafa anaitwa Ernest Renan wa Kifaransa, aliutoa mwaka 1882 kwenye chuo cha Paris. Akasema kwamba a nation is a daily plebiscite. Na kwa kweli duniani kote leo huo ndo msingi wa kwanza wa kimataifa. Kwa kweli Tanzania bila shaka tumefanya pakubwa kwenye hilo, kwa kuangalia nyakati ambazo tumepita, na hasa tukisema zile tunazozita awamu za uongozi wetu toka baba wa taifa mpaka leo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo la pili ni kwamba ni kwa jinsi gani mazungumzo hayo, tafakuri hizo zimetoa matokeo mujarabu inapokuja swala la moja, kwa mfano hali yetu ya kiuchumi, maisha yetu. Nchi yetu ilipopata uhuru mwaka 61, Zelamula na watazamaji wetu, pato la mtu mmoja kwa maana ya dola ukiziweka kwenye thamani ya sasa ilikuwa ni dola 81. Leo unazungumza taifa ambalo pato lake ni dola 1200 wastani. Ni hatua kubwa sana. Lakini tulikuwa na nchi ambayo uchumi wake ulikuwa kiduchu mno. Kwa thamani ya sasa naweza kusema ulikuwa ni uchumi ambao ulikuwa na thamani ya takriban dola milioni 1.3. Leo tunazungumza uchumi wa Tanzania wenye thamani ya dola bilioni 85. Takwimu zingine zinaonyesha dola bilioni 89, ni zaidi ya shilingi trilioni 255 uchumi wa Tanzania. Na haya ni mafanikio makubwa kwa sababu ukiangalia mapito kwa mfano tuliyokuwa nayo kwa historia yetu, tuna majanga fulani tumekutana nayo katika awamu ya kwanza. Kwa mfano ya uongozi, tutakumbuka mgogoro mkubwa wa mafuta mwaka 1973 ambao uliathiri sana kwa kweli sehemu kubwa sana ya uchumi wetu. Lakini tuna vita Kagera mwaka 1978. Kulikuja sera ambazo zililazimisha dunia kubadilika kwenye miaka 1990 ambazo kwa kweli zibadilisha sana jinsi ambavyo tunaendesha uchumi, na kwa kweli iliathiri pakubwa. Na utafahamu kumekuwa na majanga mengine ya kawaida ya kwa mfano mazingira na kama hayo, lakini bado tumekuwa ni uchumi ambao umeweza kufanya kuwa na hiyo. Lakini ya tatu kwa ufupi ni kwamba tumekuwa nchi ambayo msingi, baada ya kusema la kwanza, msingi mkubwa ni kama unaweza kuwa na taifa ambalo kwenye kitovu chake kuna bahati mbaya ni kwamba siku hizi tumeanza kuleta mzaha na jambo hili.
amani. Kwa sababu kwa mfano sisi kwenye taaluma ya uchumi wa kileo, babake anaitwa Adam Smith. Ukimuuliza mwanafunzi wote wa uchumi atakwambia walau hata kama hakusoma, lakini aliambiwa kwamba kuna kitabu kinaitwa Wealth of Nations, jinsi ya kutengeneza utajiri. Uchumi wa kisasa umejikita pale. Na mambo makubwa matatu ni muhimu kwenye eneo hilo. Moja ni mfumo mzuri wa haki. Namba 2 ni mfumo bora wa kodi. Namba 3 ni amani. Kwa kweli nchi hii hatuwezi kusita kusema kwamba moja ya mafanikio makubwa ambayo imefanya tuendelee sio kuwa imara kama taifa, lakini kuwa sehemu ya uimara wa eneo letu la ukanda huu wa Afrika, lakini na bara kwa ujumla. Kwa ufupi, haya kwangu naona kama mafanikio makubwa sana miaka 64 ya uhuru wetu, na labda ni mambo ambayo yanahitaji kulindwa kwa wivu mkubwa na kila Mtanzania ndani ya taifa letu. Kwa maana hiyo unadhani kwamba Tanzania imefikia malengo ya waanzilishi wa uhuru kwa maana ya hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere? Ya, nashukuru sana pia kwa nafasi hii kuparticipate na nyie kwenye kusherekea au kukumbuka hii siku ya miaka 64 ya uhuru. Na nafikiri Watanzania wana mengi ya kujiringia kwa kweli. Kuna maendeleo mengi yametokana. Mimi nikigusia tu kijamii. Ule utamaduni wetu ambao unatokana na umoja wetu, na tutaendelea kusisitiza huo kwa sababu ni umoja wetu ndio umetufanya hata Tanzania kuonekana ni Tanzania ya kipekee, sio tu kwa kuwa imetokea by accident, lakini ile kuwa na ile foundation ambayo Nyerere aliset. And by that ninamaanisha kwamba ule ujamaa wetu alioanzisha Nyerere, alafu akasisitiza umoja, ikawa ndio chanzo pia cha kutufanya tuwe peaceful, including ile language ya Kiswahili, alafu ikaweza kutunganisha makabila yote 130 na kwa mfano tuseme. Kwa hiyo ukilinganisha na nchi nyingi za Kiafrika ambazo kwa kweli zina msukosuko wa kisiasa, the political stability is very troublesome, lakini kwa Tanzania tumeweza kumaintain ule umoja wetu na peacefulness in a way, tukaitwa kisiwa cha amani kwa ajili ya hivyo vitu kama lugha yetu ya Kiswahili, na jinsi ambavyo tunajifahamu na ule umoja wetu. Kwa hiyo kwa kweli hicho ni kitu kikubwa sana cha kujivunia, even wakati huu ambapo tunaona kuna migogoro. Of course society ina evolve, ina change na vitu vinabadilika, lakini pale pa kujizatiti, kujishikia ni pale ambapo zinatupa ile foundation yetu ya kwamba sisi tunajitambua kama watu tunaotaka amani, tunaingia umoja wetu na tunataka tusonge mbele na amani yetu na umoja wetu kwa kila hali. Pale tunapokuwa na migogoro tujue jinsi ya kuyatatua wenyewe kama Watanzania. Dkt. Kahioza, tunatambua jukumu la baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere katika kupigania uhuru wa nchi. Unadhani Tanzania imedumisha sasa mamlaka kamili ya kujitawala? Kwa kweli kwa sehemu kubwa sana. Kama ningekuwa kule darasani ambako kwa muda mrefu, ningesema tunazo alama A, kwa maana ya kulinda uhuru wetu na kulinda nafasi yetu miongoni mwa mataifa. Na Zalamula tunapima hilo kwa mambo makubwa yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba unakuwa na nchi au taifa kwa maana hiyo ambayo inadumisha utambulisho wake miongoni mwa mataifa mengine. Na Tanzania kwa mfano, msingi mkubwa, kwa hiyo Nyerere unaotaja, ilikuwa ni kwamba tutaishi duniani humu, mtazamo wetu wa duniani kwamba hatufungamani na upande wowote. Nadharia hii imekuwa ikibadilika kulingana na mazingira. Haina maana ile ile wakati Mwalimu Nyerere anatuongoza, lakini ina maana mpya. Na maana mpya ni kwamba tunayo kwa mfano maslahi yetu ya msingi ya kiuchumi ambayo yanatufanya tushirikiane na wenzetu. Na Tanzania kwa kweli imekuwa mstari wa mbele kusema kwamba hapana, pale ambapo tunafuata masuala yetu ya msingi, hakuna mtu yeyote, hakuna taifa lolote litatuchagulia nani tutakuwa naye na tutashirikiana naye. Lakini pia tumesema, na kwa kweli sio kwa kutaka kuonyesha kwamba tuna uwezo huo, lakini kwa kudhamiria kujenga taifa letu kwamba hakuna pahala popote taifa
taifa jingine au watu wengine wataamua twendeje kwenye mambo yanayohusu utaifa wetu. Jambo la pili ambalo tumelifanya katika kulinda nafasi yetu na uhuru wetu na taifa wetu miongoni mwa mataifa ni kwamba tumekuwa taifa ambalo tumelinda ule unaoitwa Utanzania. Utafahamu kwamba katika dunia ya leo yako mambo mengi ambayo yamekuwa yakipenyezwa kwenye mataifa mengi yanayobadilisha kwa mfano tamaduni za watu. Kwa mfano yanabadilisha misingi yenu ya kijamii, misingi yenu ya kitamaduni, misingi yenu hata ya kiuongozi yenyewe. Kwa kiwango kikubwa utaona na kumekuwa na kwa mfano viongozi wetu. Nimemsikia kwa mfano Rais Dr. Samia akisema kwamba kwa mfano demokrasia, anasema kwamba demokrasia ni muhimu sana, lakini yako maswala ambayo kwa sababu tu ya huo uwanja wa kidemokrasia ambayo itasigina misingi yetu ya utamaduni. Nadhani hilo limekuwa sehemu kubwa sana ya kulinda. Lakini mwisho ni kwamba tumeweza kwa kiwango fulani, nafahamu kwamba zipo hatua tunapaswa kuzichukua. Tunapaswa kwenda kwa kasi kubwa sana za kujiletea maendeleo. Kwa sababu tunaambia kwamba tuambiwa koloni muondoke, tunataka kwa taifa letu, tutajenga misingi ya kulinda uchumi wetu, tutajiwezesha sisi wenyewe na tuondoke kwenye umaskini huo. Hatujafanya pale ambako tunataka kufika, lakini ukweli ni kwamba tumepiga hatua kubwa kwenye kila kipimo cha uchumi, na hiyo ni sehemu muhimu ya kuangalia uhuru wa kitaifa. Hivi karibuni tumeshuhudia uharibifu wa mali za umma, hususan katika kipindi kile cha Oktoba 29 kipindi cha uchaguzi na kuendelea. Na unadhani ni kitu gani kifanyike ili kuhakikisha kwamba hizi rasilimali za taifa zinalindwa au zisiharibiwe? Okay. Nafikiri kuna umuhimu wa wananchi kuelewa kabisa kwamba rasilimali za nchi ni mali yao wao wenyewe kwanza. Na wanapoyaharibu kama wanajaribia wao wenyewe. Kwa hiyo whether unaita ni kuwaelimisha kisiasa zaidi, waweze kuelewa mchango wao kwa nchi, waweze kuelewa hata ni kodi zao ndio zinawawezesha kuwa na barabara, kuwa na elimu, kuwa na afya. Kwa hiyo na vinapokuwa vimetengemaa ukiviharibu ni kama unabomoa kitu chako wewe mwenyewe. Hiyo ni namba moja. Lakini pia kwa nini walijifika pale? Lazima pia tuaddress kwa nini wakafikia ile hatua. Ni sababu zipi ziliwapushi mpaka wakaweza kuona kwamba tufanye uharibifu. Wengine ndio hawakuelewa, hawana uelewa vizuri. Sasa hivi tunaishi kwenye hii elimu ya teknolojia ambayo inaleta mengi, wanahamasishwa mitandaoni kama ambavyo tunajua. Kwa hiyo inabidi tuwe tu makini kuwaeleza Watanzania wajirudi, wajielewe kwamba tunajenga nchi kwa misingi ipi na tusiondoeke kwenye misingi yetu. Uzalendo wetu haututumi tufanye uharibifu wa mali ya umma au hata yako mwenyewe. Hakuna mtu anajenga na kujibomolea yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa nini bomoe ya serikali au ya mali ya umma? Na nafikiri tukianzia hapo, na hasa kwa vijana wetu pia kuwajulisha kwamba kama mama Samia alivyosema kwamba angalieni vijana, msitumike vibaya. Tumieni muda wenu kujenga nchi, sio kubomoa. Of course watapewa nafasi za kujua ni wapi wanaweza kuchangia in a positive way than in a negative way. Kuna issues za kijamii zitaangaliwa na watazijadili kwa wazi. Lakini wakati tunakumbuka hii miaka ya 64 ya uhuru, tunajiuliza wote, tunapiga hatua na tupigeje hatua zaidi? For sure sio kwa uharibifu, kwa kuwa tukuelewana hapa na pale. Nchi yetu ya Tanzania tuna ile misingi ya kujadili vitu, tukaelewana, halafu tukayatatua. Na nafikiri ndio hivyo tutaweza kuendelea kusonga mbele zaidi na kuona mafanikio ya jasho letu kama wananchi ambao we pay our taxes na hivyo. Kama naweza kuongeza kidogo. Labda wakati unaongeza hiyo, pia unganisha na kwamba je, kiwango cha maisha sasa ya wananchi kimeongezeka, kiko vile vile au kinazidi kurudi nyuma? Ni vizuri sana, nitafuatisha baada ya nitaka kuzungumza kidogo kwenye hoja ya kwamba kuhusu rasilimali zetu na
mapungufu yetu. Kwanza nikubaliane na utamaduni wetu wa Kitanzania ambao kila mtu tunakubaliana, na rais ametuongoza kusema kwamba yaliyotokea Oktoba 29 si Utanzania, lakini tunasikitika wote. Moja, kwa mfano, si jambo zuri kupoteza binadamu, na kama rais amejaribu kutuongoza kusema kwamba tunatoa pole, tunasikitika, kwa kweli sio jambo zuri. Lakini upande wa pili ni kwamba liliambatana, ukiacha vifo vya watu, liliambatana na uharibifu mkubwa wa rasilimali zetu ambazo ni msingi wetu wa maendeleo. Sasa ni vizuri kuelewa hili. Kwenye nchi kama ya Tanzania ambayo ina rasilimali nyingi za asili, tunazita natural resources kama madini, maji na vitu kadhalika, kelele kubwa imekuwa ni kwamba hatujaweza kutumia rasilimali zetu za asili kuwa rasilimali zetu za kiuchumi, kwa economic resources. Na nchi zote duniani zinatajirika si kwa kuwa na rasilimali za asili, lakini zinapoweza kuzibadilisha rasilimali hizo na kuzifanya rasilimali za kiuchumi. Na Tanzania tumekuwa tukifanya kila jitihada ili kuzifanya rasilimali za asili ziwe rasilimali za kiuchumi. Sasa inapotokea masuala ambayo mimi kwa mtazamo wangu na Zalamula ni kwamba kutofautiana na wakati mwingine kufika katika hatua tuliyofika, wakati mwingine si jambo linalopaswa kututisha sana. Ni kwamba mataifa hupitia katika vipindi tofauti, na muhimu ni kwamba mnapopita katika hatua hizo, si jambo la busara kukanyaga hata vitu vyenyewe ambavyo waweza kuvitumia kwenda sehemu nyingine. Kama tayari mmeshazibadilisha rasilimali zenu za asili kuwa rasilimali za kiuchumi, mmejenga miundombinu na kadhalika, si jambo jema sana kusema kwamba lolote lisiwepo. Nadhani hilo ni jambo la msingi. Tujue kwamba lipo jasho na damu ya vizazi na vizazi mpaka tukafika hatua hii ili tuweze kwenda mbele. Lakini jambo la pili unasema, je, maisha yetu yameboreka? Najua ni jambo linalokuwa na mjadala mkubwa, lakini nitataka kulizungumza kutokea kwenye eneo la kiutaalamu. Ukweli ni kwamba maisha ya Mtanzania yamebadilika. Nimesema awali kwamba kwa mfano tatizo la umaskini halijaisha, na kwa kweli bado tunalo kwa kiwango kikubwa. Lakini ukweli ni kwamba, je, ziko hatua zimepigwa? Ndio, ziko hatua zimepigwa. Nitakupa mifano kadhaa. Mambo makubwa unayoangalia kwenye maendeleo ya mwanadamu ni matatu. Sasa walau moja ni elimu, jambo la pili ni afya, jambo la tatu ni umri wa kuishi. Vitu vyote hivi vitatu toka tulipopata uhuru vimebadilika kwa kiwango kikubwa. Wakati tunapata uhuru, umri Tanzania wastani wa mwanamke na mwanaume ulikuwa kati ya miaka 47 mpaka miaka 51. Leo tunazungumza wastani wa umri wa kuishi wa Tanzania zaidi ya miaka 65. Kwa hiyo watu wetu wanaishi zaidi, maana yake kwamba kuna vitu vimeimarika, labda mfumo wetu wa chakula, huduma za afya na kadhalika. Lakini ukweli ni kwamba tuna watu wengi ambao wameweza kufika elimu za juu kuliko ilivyokuwa. Tulikuwa na mpaka kufika mwaka 60 wakati tunapata uhuru 62, tulikuwa na watu ambao wamaliza vyuo vikuu ambao hawakuzidi taarifa zitupitia, lakini walau ukichukua taarifa zote kwa watu 32. Leo tuna mamilioni ya watu ambao wameweza kufika vyuo vikuu. Na kumbuka hata kwa mfano kipimo tu cha kusoma na kuandika, hata kabla ya kufika huku mbali wakati wa Mwalimu Nyerere, Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi ambazo kiwango cha kujua kusoma na kuandika kwa juu kati ya nchi tatu kubwa. Na bado hata sasa hivi hatujaenda mbali sana, miongoni mwa nchi 6 barani Afrika ambazo ziko katika nafasi. Lakini kwa swala la afya, kama unavyofahamu, huduma zetu za afya zimeboreka kuliko zilivyokuwa. Nitakupa mfano mdogo wa jinsi tunavyopima kwa huduma za afya. Tunaangalia nchi inaweka bajeti kiasi gani kwa mtu mmoja mmoja kwenye huduma za afya. Leo ninapozungumza mimi na wewe, Tanzania inatenga dola 157 kwa kila Mtanzania kwenye huduma za afya mwaka 2024-2025. Ilikuwa Zelamula dola 1.6 mwaka 1962. Huwezi kusema kwamba kwa vipimo vyote vile kwamba maisha ya watu hajaboreka. Na hajaboreka kwa matokeo tu, yameboreka kwa jitihada, mikakati na ubunifu. Lakini pia kuadi kwenye hiyo ndani yake ya afya, nafikiri the current administration wameongeza health clinics in the rural areas sana. Kwa vijijini miundombinu ya afya imeongezeka sana vijijini. Hiyo ni hatua. Pia kwenye elimu, kama alivyosema, elimu Tanzania early 80s na late
late 80s na early 90s. Ndio wakatuona sisi tunatoka chuo kikuu, tuna elimu ya watu wazima, Ngumbarwa ilikuwa inaitwa kila mtu alikuwa anajua kusoma na kuandika. Tulikuwa namba 3 duniani kama unavyosema. Imeterereka kidogo, lakini again we are back on track. Even girls now, mama amewapa opportunity kwamba mkistambo mkawa pregnant bado mnaweza kurudi back into the classroom uka fulfill ndoto yako ya kupata education, na hivyo ni vigezo ambavyo vinaonyesha maendeleo. Tunapiga hatua kwenye maendeleo yetu kwenye elimu na hata kwenye afya. Naam, tuende kwenye masuala ya amani. Tanzania imefanikiwa kwa kiasi gani kudumisha amani pamoja na umoja? Naomba nianze mimi. Karibu. Amani na umoja. Yeah, I feel like of all the countries in Africa and the world for that matter. Samahani nimebadilisha lugha. Tanzania iko kipekee kwa ajili ya amani na umoja wake. Na hiyo inadhihirisha kwa jinsi ambavyo imekuwa utulivu, kwamba tukiangalia nchi zetu za magharibi, Afrika Magharibi, kila siku kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe na vya kupinduliwa serikali kupinduliwa. Lakini Tanzania hatujafikia kwenye hiyo hatua. Imetokea hii dosari tu ya recently, lakini in comparison, kwa kweli ile foundation tuliowekewa ya kulinda amani na uhuru wetu kama utamaduni wetu tumeushikilia. Na nakumbuka kabisa hata tukiwa tunasoma shule kuna ile wanasema nitaitumikia nchi yangu kwa moyo wangu wote, akili zangu zote, moyo wangu wote na nguvu zangu zote. Right? Kwa hiyo kwa hapo naona kama ni Tanzania tumepiga hatua sana kulinda huo umoja wetu, kulinda huo uhuru wetu, amani yetu tusikubali ikachafuka. Hapo sasa ndio na yenyewe inataka kuingia kwenye mterereko kidogo, lakini bado it's something that makes Tanzania unique in this world stage. Kwa hiyo unakuta kwamba tuna kila sababu ya kuendeleza huo uasili wetu, utamaduni wetu. Dr. Kahioza, mchumi, hebu tufahamishe mabadiliko ya kiuchumi baada ya kuingia kwenye mfumo wa uchumi wa soko huria yalileta matokeo gani? Ni kweli utafahamu kwamba kuanzia miaka ya 90 na kuelekea miaka ya 90 mwishoni, miaka 2000 hasa, na mabadiliko makubwa sana ambayo yalichagizwa kwa kuna mabadiliko makubwa duniani. Yamekuwa na mchanganyiko wa vitu vyote, yamekuwa na mafanikio na yamekuwa na changamoto, na kwa kweli kama taifa nadhani tunakubaliana kwamba faida ziko na ziko changamoto za kabiliana. Faida ambazo kubwa kwa kweli tumeweza kuzipata ni tatu. Moja, tumeweza kuvutia mitaji kuingia katika uchumi wetu. Hakuna kosa nchi yote inaweza kulifanya ikiwa itadhibiti mifumo ya kuruhusu mitaji, kwa sababu mitaji inaogopa mara zote pale ambapo watu wanajaribu kujifungia. Kwa mfumo wa uchumi huria, ulichokifanya kikubwa ni kwamba tufungulie nchi yetu ili iweze kupata mitaji ya kutosha, na ndio maana utaangalia kwenye vipimo vyetu vya mfano vitu vya foreign direct investments, uwekezaji kutoka maeneo mengine, ambayo tukiangalia huo tunaangalia pia na uwekezaji wa ndani. Tunaposema FDIs tunaangalia pia DDIs, domestic direct investment. Tunapoleta uwekezaji na je, unachangiaje katika, tumefanya kwa kiwango kikubwa sana. Jambo la pili, imetusaidia kuongeza ukuaji wa uchumi wetu, kwa sababu uchumi moja ya msingi wake mkubwa lazima kuwepo na mitaji, na hii mitaji ndio inasaidia uwekezaji ili uweze kuza uchumi. Tunataka tuzungumze kwa mfano, angalia miaka 5 iliyopita. Kwa mfano sasa wakati naingia mamlakani, uchumi wetu ulikuwa ni wa dola bilioni 63. Miaka 4 baadaye uchumi wetu ni dola bilioni 85. Kwa zaidi ya dola bilioni 22 imeongezeka kwenye uchumi wetu. Ni matokeo ya ile dhana. Kwa mfano wakati anaingia mamlakani, hotuba yake kwenye baraza la Umoja Mataifa alisema kwamba tunataka tutembee na wengine, na hiyo ilikuwa ni matokeo ya kilichotokea. Unajua uchumi wa dola bilioni zaidi ya bilioni 20 ni uchumi wa nchi fulani hapo ukizitafuta, imetokea mikoa. Na jambo la tatu kubwa ni kwamba kumetokea teknolojia imekuja, na ndio maana hata haya mambo mengine yote tunaweza kuyafanya yamesababishwa sana na kuwa na huu mfumo wa soko la kiuchumi au mfumo. Lakini nafahamu kwamba zipo changamoto, na changamoto ndio kuzishughulikia. Tumalize kipindi chetu. Maki muda umekwisha kabisa. Sekunde chache tu.
Tanzania inapaswa kufanya nini katika miaka 20 ijayo ili iweze kupiga hatua zaidi? Kwa ufupi sana. Basically endeleza ule utamaduni wetu na kujua kwamba nia yetu ni kusonga mbele, sio kurudi nyuma. Kwa hiyo zile mambo ambayo yanatuongoza kiuchumi, kisiasa, kijamii, yote tuyazingatie bila kuterereka, kama ambavyo tumekuwa siku zote tukijua kwamba maendeleo yetu yataletwa na our own self reliance, at the same time tukishirikiana na mataifa ya nje, lakini always focus on what we as Tanzanians are aspired to do. Moja, kueleza amani yetu, hatuna aina mbadala. Namba 2, kuendelea kuimarisha diplomasia yetu. Namba 3 ni kukubaliana na hoja ya kufanya mabadiliko ya mfumo wetu wa kiutawala kupitia hoja ambayo imechagizwa na chama kinachotawala, mabadiliko ya katiba. Tukiweza kufanya hivi vitu vitatu, kwa kweli hakuna shaka kwamba tutaweza kukimbia kwenye safari ya maendeleo. Mtazamaji, yako mengi sana ya kuzungumza, lakini muda umetutupa mkono. Niwashukuru sana Dr. Bravias Kahioza, mchumi, pamoja na Minja, mtafiti wa masuala ya kijamii pamoja na kisiasa. Tumezungumza mengi kuhusiana na miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, sasa Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba umenufaika na yote ambayo yamezungumzwa katika kipindi hiki. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nikualike tena katika kipindi kijacho. Kwa niaba ya fundi mitambo Geoffrey Magawa, mimi ni Esther Amandu Sizilamula. Asante, tukutane wakati mwingine. Kwaheri. Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. Mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora.